ya deni ni kulipa. Na Yanga wanadai deni na wametoa maelezo vizuri kabisa. Pesa hizi utolewa mwishoni, sio mwa msimu, wakati TFF wanaposema wanakata sijui kwa ajili ya vibali na nini, vibali hivi ulipwa mwanzoni. Hizi barua mbili ambazo zilitoka jana, press kutoka ya TFF, kutoka Yanga, kutoka CRDB, wewe binafsi baada ya kuzipitia na leo tumezisoma tena hapa, nini mtazamo wako? Ulipata picha gani? Kwanza tuanzie hapo, na unaona makosa yako wapi kabla ya kuanza kuchambua nukta kwa nukta yale yaliyoandikwa kwenye hizi barua zote? Cha kwanza mimi nachokiona ni kwamba kuna nianza na upande wa Young Africans. Nafikiri kama walikuwa na madai ya misimu mitatu mfululizo na wamekuja kujaribu kutoa malalamiko yao kwenye kipindi kama hiki, kwangu mimi sioni kama ni sawa sawa, kwa sababu inawezekana kama walivumilia msimu wa kwanza, msimu wa pili, msimu wa tatu, means kulikuwa kuna makubaliano baina yao na mamlaka. Na kama kulikuwa kuna makubaliano, nafikiri ndo sababu kubwa iliyofanya wao kuendelea kuwa wavumilivu mpaka sasa. Na sijaelewa sasa kwa nini kipindi kama hiki wametoka hadharani na kuja na hiyo taarifa kwa umma inayojaribu kuelezea masuala ya kifedha ambayo ni ya ndani ya taasisi, na siwezi kuprove moja kwa moja kama ni kweli wanadai, kwa sababu hata mamlaka na nyinyi kuja na statement yao kwamba fedha ambazo tulikubaliana kuwalipa, ambazo tulipaswa kuwalipa, wao walizitolea maelezo. Sasa kwenye hayo maelezo hapo kuna mambo ya uhasibu Juma. Inawezekana walifanya makubaliano kwamba kuna baadhi ya fedha ambazo Young Africans wanadaiwa na wanatakiwa wazikompensate kule kwamba katika ile hela ambayo shirikisho inabidi iwape Young Africans wazitumie kama kulipa ile madeni ambayo walikuwa wanadaiwa na mamlaka. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni kila mtu anapaswa kuwajibika katika usawa. Yaani mamlaka siamini kama ni wanaionea Young Africans kiasi hicho, kiasi kwamba hata fedha zao za mashindano wakae nazo bila kutoa taarifa yoyote ama kuwapa taarifa yoyote ya msingi. Na hata kwa Young Africans pia nafikiri hii ilikuwa ni swala la kwenda kwa mamlaka moja kwa moja. Washaenda mara nyingi kwa maelezo yao, wanadai sasa wameona huyu mtu atowi sasa. Ngoja wanapokuja kutoa taarifa kama hiyo itasaidia nini nafikiri? Kwa sababu unajua Juma, tukumbuke kwamba mdhamini mkuu wa mashindano ya CRDB Confederation Cup misimu kadhaa iliyopita hakuwa CRDB. Umeelewa vizuri? Means wana madeni kuanzia kwenye ikiwa inaitwa Azam Confederation Cup mpaka sasa hivi CRDB, kwa sababu si misimu mitatu na CRDB na misimu miwili. Means tangu kipindi kile mpaka leo hawajatoa kauli yoyote mpaka juzi. Kwani kuna wakati wa kutoa nani? Sasa misimu mitatu yote mfululizo, kwa nini usiseme chochote? Na hicho ndio kitu ambacho Magunga anakisema, anakihoji. Kwa sababu kama ni hivyo basi kulikuwa kuna makubaliano ya wao wenyewe. Kwa sababu kama ukimya uliendelea kwa misimu mitatu mpaka sasa hivi imefika, lazima kuna makubaliano hapa katikati. Na kumbushwa pia mwisho wa msimu ni mwanzo wa usajili. Anyways, mimi nafikiri ataongea kitu kingine. Mimi nataka tu nitoe hapo tu kwamba ukisema mwisho ongea kwenye unapozungumzia mwisho na mwanzo, yani ni mstari mwembamba kati ya mwisho na mwanzo. Sio kama unaelewa. Mwisho ndio mwanzo wa msimu ujao. Tofauti ndogo tu. Unajua wachezaji wanapumzika muda mfupi kama mwezi hivi, na ndio msimu unafanyaje? Kwa hapo kuna kujichanganya, sio? Nitakupa nafasi. Basi mimi nataka tu hapo umetusaidia huko mwisho na ndio mwanzo pia. Huko mwisho ndio mwanzo. Ndio. Basi CRDB chapa yao imechafuliwa na taasisi hizi mbili, kwa maana ya TFF na Yanga kwenye hili tukio. Kuna namna moja au nyingine, na kizuri wao walikuja kutolea ufafanuzi. Unajua ingebaki vile ilivyobaki na wao wakakaa kimya, ingekuwa ni kitu mbaya zaidi. Ila wao wameweka ufafanuzi wao kwamba sisi mzigo tulishakabidhi kwa wahusika, hayo mengine sisi hatuhusiani nayo. Kwa hiyo ingebaki vile na wao wakakaa kimya, it means na wenyewe kwenye hiki ambacho kinaendelea wangekuwa wanahusika, kwamba TFF na wenyewe wanaweza kaja wakasema hatukupokea mzigo kutoka kwa mfadhili wa hayo mashindano. Nini kinatokea? It means mashindano yangekuwa ni ya michongo, ila amekuja ameweka maelezo wazi, na TFF
inathibitisha kupokea huo mzigo. Ila kinachotokea ni makubaliano yao wao na Young Africans kwamba sisi na nyie tulikubaliana tutakuwa tunanyoa kwenye yale ambayo tunawadai, na mwisho wa siku imefikia hapa. Klabu inasema idaiwi, TFF wanasema wanadai, na mimi ambacho nimekipenda zaidi TFF hawajataka vitu viwe vingi. Mleteni mtu wenu wa fedha hapa, kesho aje hesabu tujue anayedaiwa ni nani, anayedai ni nani, na atakayetoka kimya leo haweki chochote kwenye mtandao wake wa kijamii ameongopea wananchi. Ambaye hata posti chochote baada hicho kikao ameongopea wananchi. Kwani kuposti ndio uthibitisho kwamba hicho kikao si wameposti kututhibitishia kwamba kila mtu yuko kwenye haki? Tunataka kuona majibu ya nani ameshinda kwenye hicho ambacho wameenda kukijadili leo. Nani anadai, nani anadaiwa? Kwa unachomaanisha ni kwamba kama walitumia platform hii kutuinform kwamba wanadai, lazima watupe taarifa au mrejesho wa kile ambacho kitatokea. Nini kimetokea huko? Kama ni Young Africans wanawadai TFF, watuwekee hapo kwamba sisi tulichowaambia wananchi ndo kiko hivi. Kama kweli wamekula za uso, waambie pia wananchi hao ambao waliwapa taarifa bana, kule tumeenda tumekula za uso, sisi ndo tunaodaiwa. Na kama TFF pia nao wanaishi waje waambie watu, kwa sababu si wamewahakikishia watu na wamemuita mpaka mtu wao wa fedha aje, na wenyewe waweke pale kwamba jambo liko hivi. Sisi ndo watu ambao tunadaiwa baada ya kufanya mahesabu yetu sisi na klabu, tumekuta sisi ndo wenye deni, kwa hiyo tutatafuta namna yoyote ya kumalizana na hawa watu. Na unafikiri image yao itakuwaje sasa? Tuseme mmoja akatoka hapo akija na kitu tofauti ambacho na kile ambacho amekiposti la tuseme jana, kwamba kwa sababu kila mmoja ni kama anavutana na mwenza, kila mtu anashindania upande wake, itakuwaje? Tuseme labda ni TFF au ni Yanga. Ndio maana tunasema usinene ukamala. Ndio hii sasa. Yaani kuna vitu vingi. Simalize maneno. Kwa sababu huko nyuma tulikuwa hatujui. Na hakuna aliyezungumza kwamba kuna watu wanadai hela za ubingwa misimu mitatu. Hakuna aliyekuwa anajua. Ila wamezungumza wao baada ya kuona mambo yalikofika sio pazuri. Hata ikitokea tena yalikofika pia sio pazuri kwao, inabidi waje waambie watu. Kwa sababu sasa hivi naamini wanachama wa Young Africans, mashabiki wa Young Africans wanaamini timu yao haidaiwi kwa taarifa iliyotoka kwenye klabu yao. Ikiwa tofauti, inabidi waje waambie hao waliokuja kuwaambia kwamba bana, tumeenda kule tumepiga hesabu, sisi bado tunadaiwa, tunafanyaje? Yani lazima tu warudi kwa watu wao, kwa sababu waliwapa taarifa, inabidi waendelee kuwapa taarifa za kinacho tokea kwenye klabu yao. Jimmy, hebu tuende kwa mdogo mdogo sasa kwenye mchanganuo walichokuwa na taka Yanga wanataja milioni 200. Lakini CRDB wanatoa milioni 255. Yanga wanataja milioni 200 ya ubingwa. Hebu mimi sikuelewa hapa kidogo kwamba hii milioni 200 ya ubingwa ni ya msimu mmoja tu ndo wanataka, ama hii imekaa namna gani? Ndio. Angalia kwenye wazit barua na yenyewe ndio ambayo ilikuja kupostiwa baadaye, ndio inaelezea kwamba wanadai kwa zile pesa za juu zinazodaiwa za mwanzo, ndio zinadaiwa karibia milioni 300, milioni 50, milioni 50 na milioni 200. 50 wakati mashindano yanaitwa Azam na 200 wakati mashindano yanaitwa CRDB. Sio? Kwa maelezo yao wao Young Africa. Na kula mle kwa para iliyofuata ilikuwa inahusisha mambo ya CAF. Sasa zile za CAF na nini. Kama unakumbuka kuna barua fulani iko mtandaoni, sio? Ushaambua CAF. Kwa hiyo ukija ukiondoa kile ambacho wao Yanga wanakikubali kama ndicho walichokuwa wameidhinisha huko kikatwe, wanabakiwa na milioni 226 wao wanadai. Kama niko sawa? Uko sawa, milioni 226. Sasa kuna kuanga na dummy check, ndio wakati wa ushindi. Mnakumbuka? Dummy check ipo kwenye inakuepo ndio. Nani amewahi kuona dummy check ya milioni 200 kwenye mashindano ya CRDB? Mimi sijawahi kuona. Unanielewa? Hicho kitu cha kwanza. Lakini TFF wamesema wanalipwa milioni 255. Shindano zima tangu timu ziko 64 sijui uko chini huko. Ndio. Mpaka kufika
finali, ndio wao wanapewa milioni 255, lakini kwenye mkataba kwa ninavyojua mimi, mkataba kati ya CRDB na TFF hauna pesa za zawadi za bingwa, haujawekwa pale. Hakuna hicho kipengele kwamba prize money. Yes, kiasi hiki ndio kitakuwa cha mshindi. Sawa? Structure wanaotumia TFF ni ile waliokuwa nayo wakati Azam wakidhamini. Na Azam wao walisema watakuwa wanalipa milioni 50 kwa bingwa. Na ndiyo maana Young Africa wao sasa wameweka kule 50 ila huku chini wameweka 200 ambayo walikoipata hakujulikana. Lakini ukweli ni kwamba katika lile shindano bingwa hapati milioni 200. Na mwaka jana nani waliingia katikati kama tunakumbuka CRDB waliingia katikati. So hii ndio full season. Sawa? Ya mashindano hayo. Kwa hiyo ukweli ni kwamba structure ya TFF imebaki kuwa ni milioni 50. Lakini kuna haja ya prize money kuwepo. Inategemea, si ni mkataba. Mkataba ni vile wewe na naiku baina ya pati mbili au tatu zitakavyo kubaliana. Hata unajua nini wale benki nyingine inaitwaje? NBC. Hawajasema kwenye huo mkataba yao hakuna kwamba bingwa tutampa milioni 500. Yes. Kwa wao mnakubaliana na hela ikitoka TFF wanaamua kwamba bingwa apate shilingi ngapi kwa structure ambayo wameiweka. Na muda huo timu zinazocheza hiyo ligi au hayo mashindano wanapaswa kujua tokea mwanzo kwamba bingwa atapata kiasi fulani. Ni vizuri wakijua. Ni vizuri wakijua. Yes, kwa sababu haiandikwa popote. Lakini ni vizuri ukijua unagombania nini au ukishinda unapata kitu gani. Ni vizuri ukijua. Nafikiri pia hapo ndipo ambapo Yanga na wenyewe wameamua kuona wacha tuweke 200. Hapo wameona tu waweke 200. Klabu ilikuwa na shiriki. Haitengenezi maana ya nzuri. Kama klabu moja bingwa itapewa milioni 200 kati ya milioni 255 na matimu yako 64 kuandaa shindano mzee, watu wanapewa na manauli ni mpaka ije kucheza finali unatumia milioni 55. Kila mechi kuna milioni 1.5 kwa mgeni. Yes, lakini kuna gharama za uendeshaji pia. Kuna waamuzi wanapaswa kulipwa. Sio? Kuna officers wa TFF wanapaswa kusafiri, wanapaswa kulipwa. Yanga wanataka kuchukua 200. Ukitaka 200 kati ya 255 inabaki 55 unakula na mbegu mzee. Mbegu zote unachukua wewe. Kwa hiyo hawawezi kutoa hiyo na wala haitengenezi maana halisi. Sio? Kwa hiyo labda kabla ya kuandika nadhani wangewauliza kama bwana kwa ni bingwa hapa anapata shilingi ngapi, alafu wakaclaim kwamba tunadai kiasi hichi. Lakini kwa ilivyo sasa haileti maana kwamba kuna klabu peke yake inataka ilipo 200 kati ya 255. Hizo timu 60 zitaishije sasa kwenye uendeshaji? Kama unanielewa. Yanga watu special shehe. Wewe katika klabu 48 wao peke yao wanataka bodi ivunjwe, unafahamu masiara. Kamanda unanielewa? Kwa hiyo kwanza kwangu mimi haya yalifaa kuwa ni mawasiliano sana ya ndani kati ya taasisi mbili ambazo zinashirikiana. Jana hapa wewe Juma ukuwepo, nilizungumza hapa kwamba namna vilabu hivi vinavyoongozwa, vilabu ambavyo siku mfadhili hajapokea simu siku 2 watu matumbo joto. Ndio. Siku mwekezaji akinuna yuko zake Dubai wiki moja huku timu haiende. Ni lazima utaenda TFF kwa mzazi wako umwambie basi sikiliza, nimekwama kwenye jambo fulani. Sawa. Kwa hiyo sina kudai au tunadaiana au kuna kitu fulani usijue hatujalipana, hebu fanya hivi. Ukiona barua ambazo Yanga wameandika, jamani tunadaiwa bwana, gharama zimezidi. Mchezaji wa nje sasa hivi mmoja ni milioni 8. Sio milioni 4 kama ilivyokuwa zamani. Imepanda ile. Kuna barua wametoa milioni 8 mara 12. Ndio? Ndio. Tunaomba bwana mlipia hao watu. Lakini huko nyuma waliandika barua pia 2023 wakitaka walipiwe wakati kwenye hela zao ambazo wanadai. Sio? Na ukiona kwenye ile jedwali lao hizo pesa hazijawekwa huko.
wana barua wametuma, wana hela ndogo tu dola 450 kati ya makocha wao Miludi anaitwa wakati anatoka Singida na yule mwingine Anisi somebody Anis bana, gharama zao hizi 450 kateni huko nako tudai. So kuna hayo mawasiliano ya kata huko. Haya yote yalipaswa kujumuishwa wakati unasema tunataka atujalipo hela zetu, kwa sababu kwa nini mlivyokuwa mnaandika mkisema tukateni, maana yenu ilikuwa nini? Si tuwakate kwenye hela ambazo tumezizuia huko au tunazo sisi, sio? Hata TFF mimi kwa ninavyojua, usikute kuna time national team labda iko kambini, wao hawajapata pesa zao huko unakopaswa kupata kwa watu wao wanaodhamini. Wanaweza kwenda kwa mdhamini kama Azam TV ambaye ana TV rights, au akamwambia bana, sikiliza, si una mgao wetu utatupa kwenye kota hii, hebu tuwaishie huo mgao ili tuihudumie national team inataka kwenda kwenye mashindano. Si dhambi, kwa sababu hao ni watu wana mkataba na wanafanya wako kwa muda mrefu. Bwana Abubakar Baresa anaidhinisha, unapewa hela yako, siku ikitoka anachinja. Sasa uwezi kutoka nje ukasema mimi nawadai Azam hawakunipa kiasi hiki. Kaka, si una barua huku? Sasa kwenye ile barua unataka tufanyeje? Pale Alikamwe alipaswa kuzungumzia pesa pia ambazo and it's not Alikamwe anymore. It's taasisi. Unaona kwamba kabla hatujatoka nje tulipaswa kujiridhisha na kuweka hesabu zetu sawa sawa ili tujue tunachoenda kudai ni nini. Hata kama ingekuwa wanadai milioni 2, si pesa yako? Ni pesa yako. Toka udai milioni 2, lakini sasa ukitupa sisi kazi ya kuunganisha barua zenu na huku na hesabu mlizoweka, alafu tuje tuseme, of course tutakuja kusema kitu ambacho hakito kupendeza, itaonekana kama tunawapiga, kumbe nyinyi wenyewe ndio hesabu zenu hamweki sawa sawa. Kwa wekeni za hesabu sawa sawa ili mkitoka sasa mnatoka na kitu ambacho kinajielekeza vya kutosha. Na naamini pia TFF baada ya kuona ile press walikaa wakaitana wakasema jamani, hawana tudaishi ngapi, wakafanya reconciliation wakatoka sasa na statement ya kwamba mbona kwenye hesabu sisi ndo tunadai, lakini Yanga wakajibu hapo na nini ile press yao, press release ambayo kama tutapata muda nataka tuende kwenye baadhi ya vifungu kidogo kwenye vifungu vya ile press release. Crown Media. Hapa ni nyumbani.